Mungu wetu, katika jina lako lenye nguvu na utukufu na mamlaka na uweza, asante sana. Asante kwa fadhili zako na kwa rehema zako ambazo ni kuu na za milele. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe tena katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa fadhili zako na kwa rehema zako. Tuongoze tena kwa Roho wako, ninaomba tupate kusikia, watu wako wapate kusikia neno lako lenye uzima. Ninaomba rehema juu yangu na juu ya kila asikiaye, apate kusamehewa, atakaswe kabisa. Sote tunahitaji kutakaswa kwa damu yako, kutakaswa kwa damu yako. Baba yangu na Mungu wangu, turehemu asubuhi tena na siku yote tena na wiki yote tena na mwaka wote. Tuendelee kufunikwa katika rehema zako na fadhili zako. Kwa jina lako Yesu, tusaidie, tunauhitaji sana. Tunakuhitaji na mapenzi yako yakatimizwe wakati wote, sasa na milele yote. Amina. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Endelea kumtumikia kwa furaha. Endelea kumngoja kwa subira, kwa utulivu, kwa uvumilivu, kwa imani. Yesu anaweza yote, atakusaidia. Haleluya. Barikiwa sana katika jina la Yesu. Karibu sana katika huduma hii tena. Uko nami mwinjilisti Elimlinzi Yeremia Mbise, na YouTube inapatikana kwa jina hilo la Elimlinzi Mbise. YouTube channel yangu ni kwa jina la Elimlinzi Mbise. Na kuomba sana endelea kusubscribe na kukumbusha wengine kusubscribe kwenye YouTube hii kwa utukufu wa Bwana Yesu. Ni muhimu sana jambo hilo la kusubscribe na kushare pia na wengine, ni jambo jema tu. Karibu sana. Karibu, endelea kutuombea kwa huduma hii njema ambayo tunakwenda vijiji kwa vijiji kuhubiri pia Injili. Muda si mrefu tutaanza safari hizo za kuzunguka huko na huko. Karibu na endelea kushiriki nasi kwa sadaka yako, na namba za simu ambazo unaweza kuzitumia hapo kushiriki utaziona hapo chini kwenye simu yako au kwenye screen yako ya simu, utaziona hapo, tunaziandika hapo. Bwana Yesu akubariki sana sana. Karibu tuendelee na somo hili la kuendelea kuona umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Umuhimu. Somo mpana na zuri sana na muhimu sana. Nisikilize vizuri, tafakari, alafu hata na wewe baada ya hapo endelea kusoma maandiko haya yanayohusiana na somo kama hili. Ni muhimu sana kujua kuongozwa na Roho Mtakatifu, umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Tuendelee. Karibu leo tuanzie na hapa kwenye Wakorinto, baadaye tutakwenda sehemu nyingine katika kitabu cha Warumi. Wakorinto wa pili sura ni ile ya 3. Wakorinto wa pili sura ni ile ya 3. Wakorinto wa pili sura ile ya 3. Wakorinto wa pili sura ya 3, nitasoma mstari ule wa 17 na wa 18. Ukianzia ule mstari wa kwanza pale anasema, je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na wakusomwa na watu wote. Barua iliyoandikwa ndani. Naongea habari za kiroho sana, ni mambo ya ndani. Ninyi ni barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu. Wanaelezwa wa Korinto kwamba Mkristo ni sawa na barua. Pale sasa anapoongozwa na Roho Mtakatifu, manake uko ndani, Roho Mtakatifu anafanya kazi, na huku nje watu wanamsoma kupitia Roho aliye ndani. Watu wanamsoma kwa nje, maneno, matendo, tabia, mwenendo, maisha mazima. Watu wanasoma kwa nje, wanajua huyu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Naomba sasa niende moja kwa moja kwenye mistari ile hasa ambayo tunataka tuione kwenye somo hili la umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kujazwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Naenda mstari wa 17. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu,
kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Amen, haleluya. Umuhimu mkubwa, tuanze kuona jambo moja kubwa hapa. Umuhimu mkubwa kabisa wa kuendelea kuongozwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu ni kuwa na uhuru wa kiroho, au uhuru katika Roho Mtakatifu, uhuru katika kumtumikia Yesu, uhuru katika kumfahamu Mungu na kumjua Mungu. Anasema basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo tunahitaji kuwa huru, mwili, nafsi, akili, ufahamu ndani yetu. Maisha yetu mazima ya Ukristo yanahitaji uhuru. Mtu akikosa uhuru, maisha yake ni mabaya sana, ni mateso mabaya. Kukosa uhuru. Sasa hivi unaweza ukasikia nchi nyingine wakisema tuna uhuru tu, uhuru wa bendera, au tuna uhuru tu wa maneno. Tuna uhuru lakini si uhuru. Watu wanateseka, watu wako kwenye utumwa vile vile, tena mbaya. Wanasema ni utumwa, wengine wanasema ni utumwa mbaya kuliko hata ule wa miaka iliyopita. Kwa hiyo ni hatari sana mwanadamu anapokosa uhuru. Wewe hapo unaponisikiliza, ukikosa uhuru, huna uhuru wa kuamua, huna uhuru wa kusema, huna uhuru wa kufanya, huna uhuru wa kutembea. Ni mbaya sana, ni mbaya sana ukikosa uhuru. Lakini mtu akiwa huru, anahubiri, anaishi, anatembea, anakwenda, analala, anaenda, anarudi, anafanya mambo yake, na mambo yanaendelea. Ni jambo jema sana, ni jambo la baraka sana, kwa kini nzuri. Anasema lakini hapo alipo Bwana, kwa sababu kwanza anasema Bwana ndiye Roho. Huyu Bwana tunayemhubiri ndiye Roho. Na sababu anasema ni muhimu kujua na ni muhimu kuongozwa na yeye. Bwana huyu tunayemuita na kumwabudu, tunayemtangaza, yeye mwenyewe ndiyo Roho. Bwana anasema basi Bwana ndiye Roho, Roho Mtakatifu. Basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Pasipokuwa na Roho Mtakatifu hakuna uhuru. Kwa hiyo umuhimu mkubwa ni kwamba tunakuwa na uhuru kabisa ndani yetu, uhuru wa kiroho, uhuru wa nafsi, uhuru wa fikra, uhuru wa kuabudu. Katika Luka anaelezea pia jambo hilo la uhuru, kwamba sasa anakuja, amezaliwa kombozi, ili tuabudu katika uhuru, ili tuabudu katika roho na kweli, ili tuabudu tupate nafasi. Haleluya, nafasi. Ukikosa nafasi ni mbaya. Kwa mfano, ukijenga nyumba mahali hakuna nafasi ya kuingia, hata kuingia kwa mguu ni shida. Yaani hata kupita kuingia kwa mguu ni shida. Hata nafasi. Umebanwa, ni tatizo, ni shida. Haya, uhuru. Kwa hiyo kujazwa na Roho Mtakatifu tunapata uhuru wa kweli. Uhuru wa kweli. Unajua kuna uhuru mwingine si wa kweli, wa uongo. Lakini kwa Roho Mtakatifu tunapata uhuru wa kweli, ambao unatupa kuishi kwa amani, kuishi kwa furaha, kuishi katika upendano, kuishi katika utulivu, na kutembea na kufanya inavyostahili, kwa sababu una uhuru. Alipo Roho wa Bwana tu ndipo penye uhuru wa kweli. Alipo Roho wa Bwana tu, Roho Mtakatifu tu alipo, au mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Nyumba yako ikiwa na Roho Mtakatifu, mahali unapoishi pakiwa na Roho Mtakatifu, au wewe ukiwa na Roho Mtakatifu, hapo pana uhuru, pana nafasi, pana upenyo, panakuwa salama sana. Alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu. Tunabadilishwa. Uhuru wa Roho unatufanya sasa tuelewe, tutambue, tufahamu, tutoke kwenye mazingira mabovu, kwenye ukale, kwenye dhambi, kwenye vifungo alafu ndipo sasa tunapata kufanana na mfano wa huo utukufu wa Mungu aliyekuja kutukomboa. Tunafanana naye. Kumbuka kitabu cha Mwanzo kule anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu huyu Bwana aliye Roho aliona kwamba atuweke tuwe katika hali ya Roho, tuenende katika hali ya Roho, tufanane naye tuwe na mfanano na yeye. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo katika kuongozwa na Roho au kuishi katika Roho, kujazwa na Roho Mtakatifu, tutapata uhuru. Lakini jambo lingine ni kwamba tunaingia maisha ya kufanana na Mungu aliyetuumba, mfano wa Mungu aliyetuumba. Kwa sababu Roho yupo, basi tunafanana, tabia zinafanana, mwenendo unafanana. Yani tunakuwa na mfanano na wa kimbingu, hatui na mfanano wa kuzimu. Unajua kuna watu wanafanania, yani wameshajiingiza kwa shetani, maana yake maisha yao yanaonyesha ni ya kuzimu kama wasipokubali kubadilika. Kwa lakini yule anayemwamini Yesu Kristo anatakiwa kuonekana kabisa huyu ni wa mbinguni mbinguni. Mwingine anaonekana huyu ameshavaa kuzimu kuzimu. Tabia, maneno, mwenendo, mawazo, alivyo. Lakini wewe onyesha. Ndio sababu hapa ameanza, sura hii inaanza na kusema habari, ninyi ni barua. Barua iliyoandikwa si katika vibao vya mawe. Ninyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu. Mioyoni mwetu. Inajulikana na kusomwa na watu wote. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Si kwa wino bali kwa Roho. Roho ndiye aliyetupa huo muhuri, aliyetuandika, aliyetuchagua, aliyetujaza. Kwa hiyo ndio sababu ni muhimu kuongozwa naye ili tuonekane, yani sura yetu ya nje isomeke. Tunasomeka jamani, tunapoishi, tunapohubiri, tunapofundisha, tunaposema tumeokoka, tunaposema sisi ni watumishi, basi tunasomeka. Watu wanatusoma, dunia inatusoma, inatuangalia. Shalom sana, haleluya. Alipo Roho Bwana ndipo palipo na uhuru. Roho Mtakatifu anatupa uhuru, anatupa uhuru, akili, ufahamu, moyo, maisha. Tunakuwa huru, hatubanwi, hatumwekei mipaka. Kuna watu kanisani wamemwekea Roho Mtakatifu mipaka. Kuna watumishi wameweka mipaka, yani wamepanga, wanafanya ibada yani kama vile ni ya kwao, yani wao ndio wanaendesha. Tunaendeshwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu, sio mwanadamu. Unakaa ibadani, kaa ibadani, msikilize Roho, ongozwa na Roho. Na mtumishi yoyote anatakiwa kumsikiliza Roho Mtakatifu na kufanya kile Roho Mtakatifu anataka. Haijalishi ibada imefika saa 10 au saa 8 au saa ngapi. Inaweza ikawa ibada ya saa moja tu, inaweza ikawa masaa 2. Sasa tumeshajiwekea utaratibu na mambo mengine ambayo si sawa. Kwa hiyo hata pale Roho Mtakatifu akitaka kuendeleza, sisi tayari tunakatiza. Kwanza wakati mwingine hata hayupo, hatuanzi naye, tunajipelekea kwa utaratibu tu. Ndio Biblia inasema taratibu walizojitungia wenyewe. Biblia imesema hivyo, maana yake hivyo vitu vipo. Ni muhimu sana, unapata uhuru. Ukiingia ibadani huko huru, hauanzi kuangalia saa wala hauanzi kubabaishwa na chochote. Unakaa katika uhuru. Sasa hapa hasemi uhuru kwa maana ya kufanya vyovyote unavyotaka, ila ni uhuru ambapo ni Roho Mtakatifu, unamwachia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaendeshwa naye. Huwezi kufanya vinavyomchukiza wala vitakavyokasirisha watu, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kuacha ukawa ni kwazo kwa watu. Kuna vitu vingi, mwenendo, mavazi, mitindo, tabia, maneno, mazingira, hayata Roho Mtakatifu hawezi kufanya alafu ukawa kero au ukawa kwazo. Sababu anasema tusiwe kwazo la namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tena hebu tutazame katika kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 sasa. Twende kwenye Warumi sura ile ya 8 tena. Uhuru, umuhimu, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8 ninaanzia mstari wa kwanza. Warumi 8 naanzia mstari wa kwanza. Anasema hivi, Warumi 8 kuanzia 1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu
kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Yani sisi mfano wa miili kama miili yetu hii ya dhambi, si kwamba alikuwa na dhambi. Na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi. Tusiwe nenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Wanaoifuata Roho hufikiri mambo ya Roho. Anasema sasa basi hukumu ya adhabu haipo tena juu yao walio katika Kristo. Hawana adhabu, hawako kwenye adhabu tena, hawako kwenye utumwa. Umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kwamba tunatoka kwenye utumwa wa dhambi. Hatu watumwa wa dhambi tena, tunabadilishwa, tunakuwa ni watumwa wa utakatifu, watumwa wa Yesu Kristo. Si watumwa wa dhambi tena, si watumwa wa dini tena, wa kidini, si watumwa wa madhehebu. Watu wako wengine ni watumwa wa madhehebu, wengine ni watumwa wa dini, mpaka watumishi wengine ni watumishi watumwa wa kidhehebu. Badala ya kuwa mtumwa wa Roho Mtakatifu, watumwa na Roho Mtakatifu, watawaliwa na Roho Mtakatifu, wamekuwa watumwa. Sasa nguvu ya Roho Mtakatifu inatuondoa kwenye utumwa. Kwanza hatukai kwenye hukumu tena, hatuna hukumu, kwa sababu anayetuongoza si Roho, aliyetutawala si Roho, si tunaishi katika Roho. Kwa hiyo maana yake hatuna uovu, hatutembei katika maovu tena, wala katika giza, wala tena katika mambo ya dunia, bali tunatembea katika mambo ya Roho. Tunaishi kwa Roho, tunasomeka, ni barua. Yaani watu wakituona sisi ni kama maandishi yaliyoandikwa ambayo watu wanapata neno la Mungu. Anasema kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kuna sheria ya Roho, sheria ya uzima, lakini kuna sheria ambayo ina mauti. Katika Torati walikuwa wamewekewa jambo gumu sana, na ndio sababu anasema hapa ilikuwa ni dhaifu. Sheria ile ilikuwa ni dhaifu, haikuwa na uwezo, ilikuwa ni dhaifu, na ambayo sasa ilikuwa ndani yake iko mauti. Lakini katika sheria ya Roho wa uzima imetupa uzima wa milele. Kwa hiyo tukiishi kwa Roho, tunaongozwa na Roho. Hatupo chini ya sheria tena, hatupo chini ya utumwa tena, hatupo chini ya utawala wa kingine chochote ila utawala wa Roho. Hapo hakuna kitu kingine, hakuna hukumu tena, hakuna kubabaika tena, tumewekwa huru. Kwa hiyo katika kuongozwa na Roho tunapata sheria ya Roho ambayo ndio itatuongoza. Hatuendi na sheria za kidini, sheria za kimadhehebu tena. Watu wamejitungia sheria zao. Hatuongozi na sheria za, kuna sheria, sisemei kwamba sheria ile ya kibinadamu kwamba usipite hapa, kwamba usitukane, si ni sheria pia nzuri hizo. Kwa mfano akisema usichukue hapa, usifanye hapa, usiweke labda biashara, hizo ni sheria. Yapo nyingine zinakuwa ni hazina hata sababu ya msingi, ni kwa sababu ya baadhi ya watu wengine. Lakini nasema huku kwa maana ya sheria au utaratibu wa ndani ambao huo ni utaratibu wa kiroho unaotupa kuwa na uhuru. Hautufungi, hatufungwi, hatuna mipaka. Tunamwachia Roho Mtakatifu, yeye ndo anatuwekea mipaka. Roho Mtakatifu anatuwekea mipaka. Hatuendi tena kana kwamba vile ni wafungwa, ni watumwa. Tunaenda, tuko huru, tunatembea na uhuru. Sisi sio watumwa, wewe sio mtumwa. Ukishamwamini Yesu Kristo, utumwa umeondoka. Sio mtumwa wa dhambi, sio mtumwa wa sheria, sio mtumwa wa Torati, ni mtumwa wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna sheria ya Roho wa uzima, ndio inaandikwa hapa. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima, sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ambayo ndani yake inaeleza habari ya dhambi na mauti. Kwa hiyo katika Roho Mtakatifu
tunajua yote. Anasema atatufundisha yote, atatukumbusha yote, katika Yohana sura ile ya 14 kule anasema yeye atatufundisha yote, atatukumbusha yote. Kwa hiyo akishatufundisha yote, maana yake hatuna cha kutusumbua tena, hatuna tena mzigo utakaotulemea, hatuna tena kitakachotufunga, kwa sababu si yeye sasa anatufundisha na kutuongoza yeye. Tunategemea sheria gani tena? Tunategemea kitu gani tena? Yeye ndio mmiliki. Kama ni sheria ni ya kwake, kama ni mipaka ni yeye, kama ni uongozi ni yeye, kama ni utawala ni yeye, kama ni habari za chochote kile, muda, maongozi yote ni yeye. Hapa hapana, hapa nenda hivi. Unapata uhuru kwamba hiki hapana. Unapata uhuru wa kumtumikia yeye, unakuwa salama, ni salama. Tunapata uelewa mkubwa wa namna ya kumtumikia Mungu. Hatupo katika vifungo tena, hatuendi kwa uzito tena. Rudi kwenye Mathayo 11:28, anasema njooni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Anasema Yesu anatuambia kwamba nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Njooni ninyi mliolemewa, anasema nira yangu ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Sheria yake sio ngumu. Hii kitu pia ilianzia Agano la Kale, japo sasa haikuiweka wazi na hakuelewa, walikuwa waelewi. Pale anapoambia sheria hizi nazokupa au utaratibu unaokupa sio mgumu hata ushindwe kutimiza, hauko ng'ambo wala hauko mbinguni, waliambiwa katika Agano la Kale. Sasa katika Agano Jipya inakuja kutuweka, tunakuja kufunuliwa zaidi, na baada ya kuja Yesu tunapata uelewa zaidi. Anasema tumeachwa huru mbali, tumewekwa huru, tumewekwa mbali na sheria zingine zozote. Kwa hiyo tutaongozwa na Roho. Kama ni mambo ya hata ya kidunia au utawala wa dunia, Roho atatuambia hapa ishia, hapa acha, hapa usifanye, hayo ni ya Kaisari, haya ni ya Mungu. Tunaelewa, tajua. Hapa usiogope, kemea. Hata kama ni hiyo serikali, kemea. Atakueleza, anatupa uhuru, anatupa ujasiri. Hatutaogopa, hatuogopi. Haleluya sana. Anasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu. Kuna ambayo hayawezekani kwa sheria. Sheria imewekwa, lakini wengine wanaweka sheria alafu wanakuja wanaivunja wenyewe, wanashindwa kuitimiza, inawalemea. Sheria ni ngumu. Sheria ni ngumu. Kukaa kwenye sheria ni ngumu. Kuongozwa na sheria, wengine wameweka alafu wengine wameivuruga wenyewe, wamejifunga wenyewe, wamejiweka kwenye vitanzi tena wenyewe, japo wanajiona sababu ni mabosi au ni watawala, lakini tayari wamejiweka kwenye kitanzi, kwa sababu yuko Mungu aliye juu. Wao wanafanya wanavyotaka, kuwaumiza wengine. Yuko aliye juu ambaye atahukumu. Lakini unasema sheria ni ngumu na kuitimiza ni pagumu. Ndio sababu Roho Mtakatifu sasa, ndio sababu anakuja anatuambia njooni kwangu mnaoteseka mliolemewa, mzigo wangu sio mzito, ni mwepesi, nira yangu ni laini, sio ngumu. Nira ya Yesu, yani sheria ya Bwana ni nyepesi, sio ngumu. Sheria ya Roho uzima, sheria ya Bwana ndio umuhimu wa kuongozwa na Roho. Hakuna ugumu tena, hakuna mateso tena katika mioyo, katika kumtumikia, katika kufanya, katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Hatutashindwa, kwa sababu hakuna kitu kigumu. Ni sisi kufanya juhudi na bidii, ni sisi kuwa tayari tu. Anasema ukifungua mlango, nitaingia, nitakaa kwako, nitakula na wewe. Haleluya. Anasema, naendelea kule mstari ya mbele kule sasa. Anasema hebu nilie mstari wa 3. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyo dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Dhambi imehukumiwa.
Dhambi imeondolewa uwezo juu ya waliomwamini Yesu Kristo. Dhambi haina uwezo na nguvu tena. Ametumia mwili kuokoa miili yetu. Ametumia mwili, ndio sababu alikuja. Ni roho kabisa, ni Mungu kabisa, lakini akaja katika mwili. Lengo ni nini? Ni sisi kwenye tulio na mwili tuokolewe, tutoke katika mwili wa dhambi tuingie katika mwili wa roho, au tuingie katika roho, tuongozwe na roho, sio mwili tena. Umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu ni kwamba mwili unanyamazishwa, alafu roho anatawala. Kesho tutaendelea zaidi na hilo kwa kadri ya neema ya Mungu. Tutaendelea zaidi kuangalia mengine hapo, juu vile ambavyo hata mwili unaweza ukatiishwa, vile ambavyo sasa mwili unaweza ukakamatwa. Hata ukitaka kufanya dhambi unakosa nguvu ya kufanya dhambi. Umeielewa hiyo sijui mpendwa? Yaani ukitaka kufanya dhambi unakosa nguvu ya kufanya dhambi na mlango wa kufanya dhambi na uwezo wa kufanya dhambi, kwa sababu amekamata huyo Roho Mtakatifu. Akikamata ufahamu, akikamata maisha, akikamata unashindwa, kwa sababu yeye ametawala. Tamaa inakufa, tamaa inashindwa hata ikiinuka, sababu tamaa zinainuka wakati mwingine kwenye miili inaibua tamaa. Unakuta unasikia kabisa huyu ni adui, unakuta inayeyuka, naambia tulia. Unapata nguvu ya kukemea, nguvu ya kushinda, lakini bila Roho Mtakatifu ni ngumu. Haleluya. Twende, anasema katika mstari wa 4, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu. Maagizo ya Torati sasa yametimia, yamekamilika kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bila yeye ni ngumu kuyakamilisha. Nimesema sheria ni ngumu, Torati ni ngumu. Maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu. Tusiwe nenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Hatuendi kwa kufuata mwili, tunaenda kwa kufuata roho. Tunaenda kwa kuongozwa na roho. Haleluya. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Wanaoifuata roho huyafikiri mambo ya roho. Wanaoongozwa na mwili wamekaa kwenye mwili, wanaenda kwa mwili, watatimiza ya mwilini. Lakini ukishatawaliwa na roho, basi roho ndiye mtawala, atakumiliki kila kitu na njia zote na mambo yote. Bwana akubariki. Bwana alibariki neno lake, akushibishe. Endelea kupata ufunuo, tafakari. Basi ni hivi kwamba umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kwamba tunapata uhuru wote, au uhuru toshelevu, uhuru kamilifu juu ya maisha yetu, juu ya kumtumikia Bwana, juu ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Tamani kutembea na Roho Mtakatifu wakati wote. Ongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu ni mwema. Inua mkono wako juu namna hii, mwambie Mungu Baba, ninakushukuru kwa neno lako, nimesikia. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umelipitisha kwa mtumishi wako. Naomba mapenzi yako yakatimizwe tena na nguvu zako zikawe pamoja nami. Roho Mtakatifu, ninaomba nijaze uwezo wa kufahamu zaidi, nikusikie wewe, nikutii wewe, nisiende nje ya mapenzi yako. Ninakataa kuongozwa na mwili, ninakataa kuongozwa na hisia zangu mwenyewe, ninakataa kuongozwa na akili zangu mwenyewe, ninakataa kujiongoza mwenyewe. Roho Mtakatifu, Bwana Yesu Kristo, niongoze wewe, nitawale wewe, nifundishe wewe, nikumbushe yote, niongoze na kunionya. Roho Mtakatifu, nirudishe kwa nguvu zako, nitembee kwenye mapenzi yako kila siku. Nijaze mimi na nyumba nayokaa, watu wote pia, kwa jina la Yesu. Ninaomba neema yako na fadhili zako zitembee na mimi kila siku, kila wakati, majira yote na nyakati zote. Asante Mwokozi, Mungu mwenye pendo na fadhili za milele, zikawe pamoja nami. Niwezeshe sasa kwa neema yako, ili nikujue sana, niende katika mapenzi yako tu. Na kuomba Bwana Yesu, nijaze Roho wako, nifunike damuni mwako, yawezeshe maisha yangu ya kupendeze kabisa.
na utukuzwe kabisa. Maisha yangu yajae furaha, maisha yangu yajae amani. Niwezeshwe na wewe mwenyewe, nikaongozwe na wewe mwenyewe, nikafunuliwe na wewe mwenyewe kwa uweza wa Roho Mtakatifu, katika jina lako Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye pendo kuu, asante Mungu mwenye rehema na neema, asante Mungu mwenye fadhili. Ninaomba neema yako, wewe uliyejaa neema, wewe uliyejaa rehema, nisaidie, unilinde Baba, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Asante kwa kunipenda, asante kwa kunipenda. Ninaomba fadhili zako na rehema zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amina. Bwana Yesu akuvike uweza. Bwana Yesu aendelee kukutunza. Bwana Yesu aendelee kukutakasa kabisa, akuvute uchungu na huzuni na uoga na mashaka viondoke moyoni mwako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Nguvu ya Roho wa Bwana ingie, iseme, itawale maisha yetu, itawale maisha yako kabisa. Nenda katika njia ya Bwana, nenda katika mapenzi ya Bwana. Endelea kuomba, endelea kutulia uweponi mwake. Yeye ni mwema na mwaminifu, asiyeshindwa na ambaye hata kuacha. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Karibu tena wakati mwingine, karibu tena kesho, na somo litaendelea, na kwa neema ya Bwana anavyokusudia mapenzi yake akatimizwe kwa utukufu wa jina lake. Kumbuka kwenye YouTube hii, kama huja subscribe, basi fanya hivyo, subscribe, share na wengine, like, kwa utukufu wa Bwana Yesu. Kumbuka kuendelea kushiriki nasi huduma ya uinjilisti yenye gharama kubwa, kusafiri huko na huko. Basi karibu shiriki nasi kwa utukufu wa Bwana Yesu, na endelea kumwona Bwana kwenye maisha yako katika